Simba kwa namna ambavyo wamemaliza msimu kwenye mechi kama 4 mpaka 5 ambazo wamemalizia msimu. Kwa kiasi kikubwa kile ambacho kimetokea kimedogodesha mambo mengi sana mazuri ambayo Simba wameyafanya kwenye msimu mzima. Unajua sasa hivi hapa ukienda kumuuliza shabiki wa Simba tu, sio shabiki hata wa Yanga, shabiki wa Simba kuhusu timu yake kwenye huu msimu, anaweza kuona kila ambacho kimefanyika ni sifuri. Kitu ambacho sio kweli. Na changamoto kubwa ni kwamba mashabiki wa mpira wetu wa Tanzania, na inaweza ikawa sio kwetu tu, labda mashabiki wa mpira wa miguu, tumezoea mara nyingi ajenda fulani ikipita tunabadili mwelekeo kabisa. Ajenda ambayo sasa hivi ipo kwenye michezo ya Tanzania ni kwamba Yanga ndio timu bora kwenye hii nchi. Kitu ambacho kienda kupelekea kila mtu anaamini kwamba Simba hamna walichokifanya huu msimu. Wakati Simba kuna vitu vingi sana vizuri ambavyo wamevifanya. Kufika hatua ya finali ya Confederation Cup, lakini pia wamemaliza msimu wakiwa nafasi ya pili na kombe limechukuliwa mechi ya mwisho kabisa, ambacho of course Ahmed Ally alizungumza siku ile, unanielewa timu ambayo iliuanza msimu kama timu ambayo inataka kujenga kikosi chake, sio kama unanielewa. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa ni kwamba watu wengi tunatazama kile ambacho Simba wamekifanya msimu kwa kuangalia Yanga. Na mimi nikitazama kikosi ambacho wako nacho Simba, kwa ambacho walikuwa nacho kwenye msimu huu ulioisha, ni kikosi ambacho kinatengeneza foundation nzuri sana kwa Simba kutengeneza timu ambayo itakuwa nzuri. Ukijaribu kuangalia kuanzia kwenye eneo la goalkeeping mpaka kwenye eneo la ushambuliaji, kuna wachezaji ambao unaona kabisa kwamba kuna baadhi wanaweza wakawa ni mawe ambayo ni imara sana kuelekea kwenye ujenzi wa Simba ambayo itakuwa ni ya mafanikio. Lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao unaona kabisa hawa unahitaji kuwaletea wachezaji ambao wana quality ya juu zaidi, ili wanapopambana kuimatch quality yao wachezaji ambao watakuja, wao wanaipa Simba nini matokeo mazuri kwenye uwanja pale. Kwa hiyo ukitazama Simba kwa namna ilivyo, ni timu ambayo sio kwamba msimu huu labda haijafanya chochote kile. Yaani kuna baadhi ya vitu ambavyo imefanya kiwanjani ulikuwa unaona ni development tofauti na simu ambayo imepita pengine. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani sehemu pekee ambayo Simba wanapaswa kuiwekea mkazo sana ni kwenye dirisha la usajili. Na mtu ambaye labda amewapa marking scheme, yani nini wanapaswa kufanya kwenye dirisha la usajili, ni dirisha la usajili lililopita. Kwa wenyewe wanapaswa kuangalia nini ambacho walikifanya, kwa sababu dirisha la usajili la kujiandaa na msimu huu ndio dirisha bora la Simba la usajili kwenye misimu 3 mfululizo iliyopita, kutokana na aina ya wachezaji ambao wameingia kwenye timu na kile ambacho wanafanyaje wanakileta. Kwa hiyo unaweza kupata taswira ya kwamba kama Simba watafanya usajili kama ambao wameufanya dirisha lililopita kubwa, inamaanisha kwamba kuna wachezaji wengi ambao pia watakuwa bora kwenye maeneo mbalimbali, wataenda kuchanganyikana na sajili ambazo zimefanyika pia kwenye dirisha lililopita, kwa sababu hauwezi kufanya usajili wa wachezaji bora sawa kwenye dirisha moja wote waka click kwenye timu. Huwa tuna approximate kwamba unaweza ukasajili wachezaji let's say 12 wapya kwenye dirisha kubwa, alafu kati ya hao labda wachezaji 7 tu au hata 6 tu ndio wakafanikiwa kuingia kwenye timu, na mwisho wa siku wakaleta kitu kikubwa na kuifanya timu pengine ikawa ina cha kujivunia. 6 wanafeli maana yake. Unapaswa kwenda kwenye dirisha lingine la usajili kuweza kuwapata 6 au 5 tena, mmoja mtafute kwenye dirisha lingine. Kwa hiyo issue ya kujenga timu sio kuhusu dirisha moja la usajili, ni madirisha kadhaa ambayo Simba mpaka sasa hivi nadhani dirisha ambalo wamekuwa nalo kubwa ni hilo moja tu ambalo limepita na ambalo walifanya vizuri. Kwa hiyo nadhani mashabiki wa Simba moja kati ya kitu ambacho wanapaswa kukichukua ni kwamba msimu huu sio kwamba labda timu yao imefanya, yani wasijifanishe na Yanga. Yanga wako pale kwa misimu minne, yani kuna wachezaji wako pale Yanga, huu ni msimu wao wa 4 wanachukua ubingwa, umeelewa? Lakini ukienda Simba mpaka sasa hivi wachezaji ambao msimu wa 4 Kapombe na nani tu na Mohamed Hussein pekee yao, sio kaelewa. Kwa hiyo unapojifanisha na Yanga hapo ndio ambapo unakosea. Lakini ukiangalia kile ambacho ulikuwa unakifanya kwenye msimu jana na msimu huu, ndio unaweza kaona kwamba taswira ya wapi ambapo. Kwa hiyo endelee kusupport timu yao. Sports Court.